hapa Tunduma nyinyi mmekula hasara. Meneja wetu wa TRA huyu hapa, bwana nani huyu? Bwana Mbegele. Anasema katika zile siku 3 za kufungiwa ndani, yeye kama meneja wa TRA peke yake alipoteza na kupata hasara ya mapato ya shilingi bilioni 1.8. Bilioni 1 ngapi? Kama shule tunaweza kuijenga kwa milioni 300, tungeweza kujenga shule ngapi kwa hizo siku 3 hasara tuliyoipata? 6. Ngapi? 6. Shule 6. Kwa hiyo kitendo cha kufanya vurugu na fujo Tunduma, tukapoteza bilioni 1.8 kwa TRA peke yake. Ukiacha mwananchi ambaye mamalishe amefunga, ukiacha bajaji ambaye alipaswa aingize fedha, ukiacha mwenye lori ambaye alipaswa apate fedha, siku 3 zote tumefungiwa ndani, tumekaa kwa sababu nje watu wanapigana, watu wanachoma sheri, watu wanachoma maduka, watu wanavamia baa za watu wanaenda kuvamia watu na kufanya vurugu za ajabu. Hasara ni kubwa kwa taifa. Leo unakuja kudanganywa kuna mtu anatafuta uongozi na madaraka kwa kuichoma nchi yake. Kama wote tuseme Watanzania wote tunatoka sasa tuchome kila kitu tunachokiona. Gari yako ichomwe, gari ya serikali ichomwe, nyumba yako ichomwe, alafu baadaye mnaenda kulala wapi? Haya, wewe umeingia madarakani, nchi nzima imechomwa, unatoa wapi hizo pesa za kujenga? Kama hao wakoloni ambao walikuja hapa wakatesa babu zetu, wakawanyanyasa babu zetu, nguvu zao na jasho lao likachukuliwa likapelekwa Ulaya, wakajenga rasilimali, wakajenga miundombinu mnayoyaona leo, wakajenga mameli. Leo sisi tumekuwa kuomba misaada kwa hao waliokuja kutunyanyasa hapa. Leo sisi tunaambiwa tuchome nchi yetu ili kesho tukaendelee kwenye lindi la umaskini mkubwa, tuje tutawaliwe na tumesema hapana, nchi yetu haitachomwa moto. Tumesema hapana. Familia zetu tunazijua ndugu zangu Tunduma, uongo kweli? Ukiambiwa akili ya kuambiwa changanya na ya kwako. Hakuna mtu aliyekuwa mpinzani nchi hii kama mimi, uongo kweli? Na kama mngekuwa mnasema ni kwa sababu ya hela, kitambi kiko wapi? Ningekuwa kazini sasa hivi hapa Bonge. Na kula wapi? Hakuna mtu ambaye alikuwa na upinzani wa kiwango cha juu kama mimi, lakini nilifanya tofauti ya mimi na wale wanaopiga kelele, nilifanya upinzani wa akili. Sikuwahi kuhamasisha wananchi wachome nchi yao. Sikuwahi kuhamasisha wananchi watangulie mbele ili waweze kufanya uasi, wafanye maafa, wafe alafu kesho nianze kushangilia vifo kwa kusema wamekufa 500. Tulitaka wafe 5,000. Wakati wanazungumza kwenye mkutano wanakuambia tuandamane, wameweka passport nyuma ya mfuko. Hii mimi ni wale hata sitembei na passport kwa sababu mimi nitakufa hapa Tanzania, sihami, siendi popote. Wakati wanawaambia tuandamane, wameweka passport mfukoni. Kikinuka anakula boda anaenda zake Kenya, huyo kesho unamsikia yuko Canada, unamsikia yuko Belgiji, yuko wapi? Mimi nimefanya nao kazi na wajua. Nani ambaye anashaka na hilo? Hapa Tunduma nilikuja tukakinukisha, uongo kweli? Kwani uongo? Kwani Katambi mmemsahau? Nilikuwa mwenyekiti wa vijana wa kutisha, uongo kweli? Tanzania. Na huyu ambaye leo alikuwa anasema ameniachia nafasi, hakutaka hata niwe mwenyekiti kwa sababu alikuwa anajua na mzidi akili. Alitaka kijana mwingine awe, na yeye mara ya kwanza ninakutana naye alikuwa house boy wa Mboe. Nilimkuta ananyoosha suruali na mashati. Alafu leo anasema mimi ndo wa kumuiga uongozi. Mimi wa kuiga uongozi mtu wa namna ile? Mtu mwenye akili inayomtosha kwa taifa lake hawezi kuhamasisha watu waandamane bila kufuata utaratibu. Kiongozi mwenye maarifa hawezi kuwalazimisha Watanzania waende wakachome mali za watu. Hawezi kulazimisha wakachome rasilimali za taifa. Sasa leo Tunduma hapa tunaongea mmepata hasara ya bilioni 1.8 katika siku 3. Na inawezekana hapa tujawauliza wote mlipata hasara kiasi gani, uongo kweli? Kuna watu hapa wanahitaji atoke ili apate hela ya kula kwa siku, uongo kweli? Wangapi wako pamoja na mimi ndugu zangu? Tunduma hoye. Sasa mambo kama haya hatuwezi kuruhusu mizaha namna hii. Wanasema mzaa mguu fanyaje? Unatumbua nini? Usaa. Tusiruhusu mambo kama haya. Na ndio maana unawaona wakitaka kufanya mikutano wanaenda maeneo fulani na Tunduma mkiwemo, uongo kweli? Wakija hapa wakijaza mkutano, sasa hapa si mkutano mkubwa huu na huu ndio mdogo, mkubwa unaenda kule, uongo kweli? Wanadhani kwa akili kwamba wakiwa na Watanzania wengi wanawasikiliza, wanaamini wote ni wanachama wao. Sio kweli.
Kwani hapa hawapo wa vyama vyao hawapo hapa? Kwani hapa hawapo chama vya wakulima hawapo hapa? Vyama vya wafanyakazi hawapo hapa? Vyama vya wafugaji hawapo hapa? Vyama ni vingi. Kwa hakuna mtu wa kutudanganya eti kwamba chama chako kina watu wengi wako hapa. Chama kimoja tu kilichoshinda serikali kinaweza kupima, kwa sababu no research, no right to say. Hauna data, hauna haki ya kuzungumza. Haki yetu ni data ya uchaguzi. Tulijipima kwenye boksi na tukashinda, tumepewa serikali tunaiongoza. Wajibu wetu ni kuleta ustawi wa wananchi, kukuza uchumi wa wananchi, na kila mmoja apate pesa.